Maisha nje ya Eden ni kipindi kinachoonyesha maisha ya mwanadamu akiwa amefukuzwa kutoka katika bustani ya Eden, maana alipokuwa hafai tena kuishi hapo ndani. Kinaonyesha jinsi ambavyo baada ya Eden zitakuwepo changamoto, zitakuwepo majaribu, litakuwepo tumaini, itakuwepo neema. Katika wasaa huu, moja ya jambo tunalotamani kuweza kulizungumza ni Hawa na hisia zake, au kwa maneno mengine hisia ya Hawa. Dhambi inatusababisha tukapate kuwa na hisia nyingi sana, lakini turudi katika maandiko matakatifu tuone kilichotokea katika maisha yake Hawa. Ni Mwanzo 4 mstari wa 1. Adam akamjua Hawa mkewe, mkewe akapata mimba, akazaa Kain. Nimempata mtoto mwanaume kwa Bwana. Unaweza ukajiuliza swali, nani anayesema maneno haya? Huyo ni Adam au ni Hawa? Katika lugha asili anayezungumza maneno haya ni Hawa. Nimempata mtoto mwanamume wa Bwana. Yanaweza kuwa ni maneno yanayoonyesha shukrani kwa Mungu kwamba amempatia kwa mara ya kwanza katika ulimwengu mwanaume anayefanana na mme wake. Hisia zinazompata anapopata mtoto huyo ni furaha iliyochangamana na huzuni. Huzuni kwa sababu amepitia maumivu, furaha kwa sababu amepata kiumbe cha kwanza. Huyu ndiye mwanamke ambaye alikuwa amesikia sentensi utazaa kwa uchungu, asijue maana ya sentensi kabla ya kujifungua. Sisi tunafahamu, wanawake sio wanaume, maumivu ya kujifungua. Anapojifungua kwa uchungu, anaingia katika maisha ambayo yanaleta furaha inayokwenda kupoteza uchungu. Unaweza ukawa ni mwanaume, unaweza ukawa ni mwanamke, unaweza ukawa ni kijana, unapitia changamoto za maisha, uchungu usioweza kueleweka kwa wengine. Ninachokuomba, kumbuka ya kwamba wewe sio mtu wa kwanza. Ukumbuke ya kwamba unachokipitia kunakipitia kwa sababu Mungu ameruhusu ukapata kupitia hicho. Maana aliruhusiwa Hawa kupitia hisia za uchungu akimpata Kain. Ungana nasi katika juma lijalo tutakapozungumza habari ya kinachoendelea katika maisha nje ya Eden. Swali la kujiuliza ni hili: itakuwaje kwa wale watakaozaliwa na Hawa? Itakuwaje? Wivu, damu, laana. Karibu juma lijalo. Mungu akubariki.